Nimesikia ikisemwa hapo awali kwamba kuna watu wengi wanaotaka kubadilisha dunia, lakini si wengi wanaotaka kujibadilisha wenyewe. Kwa kweli, nimesikia kauli ya kuchekesha kwamba mtu pekee anayetaka kubadilishwa ni mtoto mchanga aliye na nepi yenye mkojo, na huenda ni kweli. Sasa kutakuwa na mabadiliko mengi yatakayofanyika wakati wa huduma ya nabii aitwaye Mika. Na leo tunafika kwenye kitabu hiki kidogo cha unabii kilichopewa jina lake. Kwa kweli, mwandishi mmoja alisema hivi kuhusu nabii Mika: Mungu alimpa uelewa wa mabadiliko yote yaliyokuwa yakitokea katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Basi Mungu atamtumia nabii Mika kuwaita watu wote wamfuate Bwana. Sasa mstari wa kwanza unatambulisha nabii huyu pamoja na unabii wake. Neno la Bwana lililomjia Mika wa Moreshethi katika siku za Yothamu, Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda, ambalo aliliona kuhusu Samaria na Yerusalemu. Sasa Samaria ni mji mkuu wa ufalme wa kaskazini unaowakilisha Israeli. Yerusalemu ni mji mkuu wa ufalme wa kusini unaowakilisha Yuda. Sasa mstari wa kwanza unatueleza hapa kwamba Mika alitoka Moreshethi, na huo ulikuwa kijiji kidogo kilichoko kusini magharibi mwa Yerusalemu. Pia umetueleza kwamba alihudumu wakati wa utawala wa wafalme watatu wa Yuda: Yothamu ambaye alikuwa mfalme mwenye kumcha Mungu, Ahazi mfalme mwovu, na Hezekia mfalme mwingine mwenye kumcha Mungu. Kwa hiyo watu basi walikuwa kwenye mzunguko huu wa mabadiliko yasiyokoma, vita vya madaraka, kisiasa, kidini. Lakini ngoja nikuambie, sehemu mbaya zaidi ya yote ni kwamba mioyo ya watu haikubadilika, na kusema ukweli, hawakutaka kubadilika. Hivyo jukumu la Mika ni kuwaita watubu, yaani kubadilika. Toba kwa maana halisi ni kubadilisha mwelekeo. Sasa huduma ya unabii ya Mika, ambayo ilidumu karibu miaka 35, ilikuwa wakati mmoja na Isaya alipokuwa anatoa unabii kule Yerusalemu. Kitabu cha Mika kinaweza kugawanywa kwa urahisi katika sehemu tatu, na hiyo ni kwa kulingana na mahubiri matatu aliyohubiri, na kila somo linaanza na maneno yale yale, sikieni ninyi. Kwa maneno mengine anasema, sikilizeni, msilale wakati Mika anahubiri. Mnahitaji kusikia kile anachosema. Sasa somo la kwanza linapatikana hapa katika sura ya kwanza na ya pili, na kama manabii wengi, Mika anahubiri ujumbe wa hukumu inayokuja kwa sababu ya dhambi, na anataja dhambi za nyumba ya Israeli. Hiyo ni mstari wa 5. Anawaonya kwamba Bwana atafanya Samaria kuwa rundo la magofu kwenye uwanda wa wazi. Hiyo ni mstari wa 6. Anaelekeza kwenye anguko linalokuja la Samaria na taifa la Israeli mikononi mwa Waashuru. Hilo litatokea mwaka 722, takriban miaka 13 baada ya huduma ya Mika kwanza. Kwa hiyo Mika anahuzunika juu ya maangamizi yanayokuja ya Samaria. Pia anasema kwamba Yerusalemu itapata hukumu hiyo hiyo hapa kwenye mstari wa 9. Anasema, imekuja Yuda, imefika kwenye lango la watu wangu, hadi Yerusalemu. Usikose kuelewa maana yake. Ni rahisi sana kuangalia wengine wanaopata matokeo ya dhambi zao, unajua, ukajisikia uko juu yao, ukajiamini na kujisifu. Nakumbuka nilipokuwa nikikua, nilikuwa na ndugu watatu, na kama mmoja wao alipata shida na kupelekwa juu, unajua, kuchapwa, basi nilijisikia vizuri sana kuhusu mimi mwenyewe. Nilimhurumia ndugu yangu, lakini hiyo ilikuwa kosa lake, sio langu. Na bila shaka hiyo ndiyo ilikuwa mtazamo wa watu wa Yuda wakati Israeli ilianguka. Shida ni kwamba Yuda nao wako karibu kupelekwa juu vile vile, kwa sababu nao wanatenda dhambi zile. Tunajua kutoka kwenye historia ya kibiblia kwamba Waashuru hawakuishia tu na ushindi wao dhidi ya Israeli. Walivamia hadi Yuda. Walikuwa wanashinda mji baada ya mji. Na sasa hapa kwenye mistari ya 10 hadi 15, Mika anataja baadhi ya miji hiyo, na lazima ilimliza machozi kutaja hasa uharibifu wa Moreshethi. Huo ndio mji wa nyumbani wa Mika mwenyewe.
Hatimaye Waashuru wanafika Yerusalemu, wanaizingira mwaka 701 KK. Unaweza kugundua kwamba Mika hakutaja kuanguka kwa Yerusalemu, na hiyo ni kwa sababu mji huo utaokolewa kwa muujiza, wakati yule mfalme mwenye kumcha Mungu Hezekia anapomwomba Bwana. Baada ya sala yake kuu ya kukiri na unyenyekevu, Mungu anaingilia kati, anaharibu jeshi lote la Waashuru usiku mmoja tu. Hiyo imeandikwa katika 2 Wafalme sura ya 19. Huo muujiza wa rehema sasa haumaanishi kwamba Yuda wanaweza kurudi tena, unajua, kupuuza Mungu. Walipaswa kujitoa upya kumfuata Bwana, lakini hawakufanya hivyo. Na ndiyo maana baadaye kidogo Mika anatoa unabii kwamba Yerusalemu itaanguka. Taifa la Yuda kweli litaangamizwa, na tunajua hilo litatokea kwa jeshi la Babeli. Sasa kwa hayo tunafika sura ya 2 ambapo Mika anaeleza sababu za hukumu inayokuja juu ya Yuda kutoka kwa Mungu. Sikiliza mashtaka haya hapa kwenye mstari wa 1. Ole wao wanaopanga uovu na kutenda maovu vitandani mwao. Asubuhi inapofika, wanayatenda kwa sababu wana uwezo wa kufanya hivyo. Wanatamani mashamba na kuyachukua, na nyumba na wanazichukua. Wanamkandamiza mtu na nyumba yake, mtu na urithi wake. Hivyo basi, Mika anaelezea watu wenye mamlaka wakiwa wamelala vitandani mwao usiku, wakibuni mipango mipya ya kuwaumiza watu walioko chini ya mamlaka yao wasio na hatia. Wanapanga mikakati ya kuwanyonya maskini na kuwanyang'anya nyumba zao na mashamba yao. Leo hii tungewaita hawa ni wanyang'anyi wakubwa wa mali za watu. Hawa ni watu wanaodhibiti mahakama, mabaraza na majaji, na kimsingi wanawaibia ndugu zao ardhi yao wenyewe. Sasa Mika anasimama hapa na kuwaambia kwamba Bwana hajakosa kuona ila zao zote, ameyaona yote. Mungu anazungumza kupitia Mika hapa kwenye mstari wa 3: ninapanga maafa ambayo hamtaweza kuyaepuka, na hamtatembea kwa majivuno, kwa sababu utakuwa wakati wa maafa. Tazama, Bwana anasema hapa, mnajua, mnaweza kuwa mnapanga njama zenu mbaya, lakini mimi napanga hukumu yenu ya milele, na hakuna njia ya kuikwepa isipokuwa kwa kutubu. Sasa Mungu anawaonya hapa kwenye mstari wa 6 wasisikilize wale manabii wa uongo wanaohubiri aibu haitatupata. Basi hao manabii wanawaahidi watu kwamba hawana cha kuogopa. Unajua, nina uhakika walikuwa wanapata umati mkubwa zaidi kuliko Mika. Hilo halijabadilika hadi leo. Sikiliza, mtu yeyote anayepuuza onyo la Mungu na kuwaruhusu watu kujitetea kwa ubinafsi wao na maisha yao ya dhambi, daima atakuwa na wasikilizaji wengi zaidi. Kwa kweli, Mika anauliza kwa kejeli hapa kwenye mstari wa 11 kwamba mhubiri wa aina hii ndiye mhubiri anayefaa kwa watu hawa. Yaani, kwa maneno mengine, nini, mnaendana kabisa. Sasa baada ya mstari huu tunakutana na jambo ambalo mara nyingi tunaona katika unabii wa kibiblia. Hilo ni mabadiliko ya ghafla kutoka kwa hukumu hadi tumaini. Lakini tumaini hili si kwa wale wanaosikiliza wahubiri wa uongo ambao huepuka kuita chochote kuwa dhambi. Tumaini hili ni kwa ajili ya watu wanaokuja kwa toba na imani. Na Bwana anatoa mwaliko huu wa tumaini sasa hapa kwenye mstari wa 12: hakika nitawakusanya ninyi nyote, e Yakobo. Nitawakusanya mabaki ya Israeli. Nitawaweka pamoja kama kondoo zizini, kama kundi malishoni mwake, umati wenye kelele wa watu. Je, umeona ahadi hapa kwamba taifa litakuwa tena limeungana kama kundi moja chini ya mchungaji mmoja? Sasa huu mkusanyiko upya, huu urejesho wa watu waliotubu wakimfuata Masihi wao, mchungaji mwema, bado utatokea katika siku za usoni. Wakati Yesu Masihi atakaporudi duniani kuanzisha ufalme wake wa miaka 1000, tunaambiwa kwamba Israeli wote watamgeukia kwa imani. Watakusanywa tena katika nchi yao ya kale. Watapokea baraka zilizoahidiwa za agano la Bwana ambalo Bwana alifanya na Ibrahimu tangu mwanzo katika Mwanzo sura ya 12. Sasa hilo bado lipo mbele yetu katika siku za usoni, wapendwa.
Hilo litatimia katika ufalme ujao, na Mika anaahidi hivyo ili kuwapa taifa tumaini kwa karne zijazo. Mstari wa 13 unawaambia kile kitakachotokea wakati huo. Mfalme wao atatangulia mbele yao, Bwana akiwa kichwa chao. Basi huyu Bwana ni Masihi wao, atawaongoza, atatangulia mbele yao. Alisulubiwa, lakini atarudi tena na atatawazwa kuwa mfalme. Kwa hiyo usipoteze tumaini hilo. Tunalo tumaini hilo leo kwa Myahudi na kwa mataifa. Haijalishi mambo yatakuwa mabaya kiasi gani, haijalishi unajisikia vibaya kiasi gani leo, haijalishi mambo yatakuwa mabaya kiasi gani kwa taifa la Israeli, daima kuna tumaini la msamaha kupitia Yesu Kristo. Lakini lazima umgeukie yeye kama Masihi wako. Na wakati tunaishi katika tumaini tulilonalo, hebu tuendelee kuwapa ulimwengu wetu, na kwa njia ulimwengu wetu ambao hauna tumaini, msamaha huo huo, tumaini hilo hilo tulilolipata leo ndani ya Kristo. Basi hadi tutakapokutana tena kwa somo letu lijalo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.